ukimwangalia Pacome namna ambavyo ameisaidia timu kwenda kuchukua ubingwa, muangalie michezo aliyoiamua. Nikakutajia kwamba Pacome ameamua michezo dhidi ya top 4. Hizi ni timu ambazo ni lazima unazitaja kwenye kugombea ubingwa. Ameamua dhidi ya Simba, ameamua dhidi ya Azam, ameamua dhidi ya Singida. Hiki kitu kwa Jean Charles Ahoua hukikuti. Humkuti Ahoua akiamua kwenye hii michezo mikubwa, na humkuti Ahoua akisaidia timu. Kumbuka naizungumzia hizi timu ambazo Simba ameangusha alama dhidi yao. Ameangusha dhidi ya Singida, Simba amepoteza mchezo mmoja. Kwa Singida? Mchezo ameshinda Singida, lakini Ahoua hajaisaidia timu kwenye kupata matokeo. Alipoteza dhidi ya alama dhidi ya Azam. Ahoua kuisaidia timu kwenye kupata matokeo. Amepoteza dhidi ya Yanga. Michezo yote miwili Ahoua hajaisaidia Simba kwenye kupata matokeo. Lakini ukiangalia michezo yote miwili Pacome amehusika kuisaidia Yanga kupata matokeo. Mchezo wa mwisho sasa hivi ambao tunazungumza, magoli yote ya Yanga yamepitia kwenye mguu wa Pacome. Penalti ambayo amesababisha ya kwanza, lakini muangalie goli ambalo amekuja kusababisha pia kwa Clement Mzizi. Amesababisha penalti na akaenda kufunga mwenyewe penalti. Kwa Clement Mzizi ametengeneza goli, Clement Mzizi ameenda kuscore goli. Ukija kuangalia kwenye hayo matukio, unakuja kuamini ya kwamba kwenye situation zote mbili, kwa maana ya kwamba individual Pacome peke yake ameweza kujisaidia yeye mwenyewe, kujionyesha kwamba mimi nina uwezo wa kucheza kwenye timu kubwa. Na ukumbuke alikuwa anacheza timu ambayo tayari ina MVP msimu uliopita, kwa maana Stephen Aziz Ki, kwa maana ya kwamba always mwalimu ni lazima ataprefer kumtumia MVP kuliko kumtumia Pacome. Hata ukiangalia mechi nyingi Aziz Ki alikuwa anacheza katikati, kwa sababu mwalimu alikuwa anaamini ndiye mchezaji hatari zaidi kwenye ligi mpaka hivi sasa, kwa sababu ametoka kuchukua tuzo ya mchezaji bora kwenye msimu uliopita, na ndiyo mchezaji ambaye wakati yupo kwenye kosi ya Yanga alikuwa anaanza mara nyingi. Kwa hiyo obstacle ya kwanza kwa Pacome, alikuwa anakutana na upinzani wa namba kwenye kosi cha Yanga chenyewe. Anaanza Stephen Aziz, yeye ndiye anafuata kama second best kwenye kikosi cha mwalimu. Michezo mingi ametokea hivyo. Pacome tunayemzungumza huyu amekula injury za kutosha kwenye ligi. Amekosa baadhi ya michezo ukija kulinganisha na Jean Charles Ahoua, ama ukilinganisha na Prince Dube mwenyewe ambaye kwenye washambuliaji wa ligi mpaka hivi sasa Prince Dube ndiye mchezaji ambaye amehusika na kufunga magoli mengi. Ukiangalia namna ambavyo amecontribute magoli ya assist, ukija kumwangalia namna ambavyo amecontribute pia kwenye kuscore, unakuja kumwangalia Prince Dube alikuwa na nafasi nzuri zaidi kuliko hata washambuliaji wengine wengi kwenye ligi. Sasa ukija kuangalia huo ushindani ambao alikuwa nao kwenye kupata namba ya kucheza, kwenye kupata uwezo nafasi ya kwenda kuscore, ukija kumwangalia pia kwenye uhusika wake wa kuweza kutengeneza nafasi, hicho ndicho kitu ambacho mimi pia kimeniaminisha ya kwamba ni rahisi sana kuweza kumpatia Pacome. Na ukija kuangalia zile namba zake, mchango wake umekuja kuzaa nini kwenye klabu yake, unakuja kuangalia umekuja kuisaidia klabu kwenye kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kwangu mimi bado naweza nikampa nafasi kubwa Pacome.